Wahouthi wa nchini Yemen wametangaza rasmi kuanza kutekeleza mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia, wakisema hatua hiyo inaanza kutumika mara moja kama jibu la kile wanachodai kuwa ni mzingiro wa anga na kiuchumi uliowekwa na Riyadh dhidi ya maeneo wanayoyadhibiti. Tangazo hili linaashiria kuingia kwa mgogoro wa Yemen katika hatua mpya yenye hatari kubwa, huku hofu ikiongezeka kuhusu usalama wa usafirishaji baharini na uwezekano wa kurejea kwa mapigano makubwa kati ya pande hizo mbili. Msemaji wa kijeshi wa Houthi leo Julai 20 mwaka 2026 amesema hatua hiyo inatekelezwa kwa msingi wa sera ya mzingiro kwa mzingiro, akisema kuwa kundi hilo halitakubali kuendelea kukabiliwa na vikwazo bila kuchukua hatua za kujibu. Alionya kuwa Saudi Arabia isiongeze mvutano zaidi, akieleza kuwa Wahouthi wako tayari kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi au kisiasa itakayochukuliwa dhidi yao. Kwa mujibu wa sare, iwapo Saudi Arabia itaendelea kuzuia usafiri wa anga, bidhaa na misaada kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na Houthi, kundi hilo litaongeza operesheni zake baharini dhidi ya maslahi ya Saudi Arabia. Alisema hatua hii inalenga kuilazimisha Riyadh kuondoa kile wanachokiita mzingiro usio halali dhidi ya Yemen. Mvutano huu umeongezeka kufuatia tukio la Saudi Arabia kudaiwa kuzuia ndege ya shirika la ndege la Iran Mahan Air kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Kwa mujibu wa Houthi, hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuendelea kutenga mji mkuu wa Yemen na kuzuia mawasiliano ya anga kati ya Yemen na washirika wake. Mnamo Julai 4 mwaka 2026, ndege ya Mahan Air iliondoka Tehran kuelekea Sanaa, ikiwa ni safari ya kwanza ya moja kwa moja kati ya miji hiyo miwili ndani ya kipindi cha miaka 11. Hata hivyo, ndege hiyo ililazimika kurejea Iran saa chache baadaye bila kutekeleza safari yake kikamilifu. Safari hiyo ilikuwa imefanyika muda mfupi baada ya kutangazwa kwa makubaliano ya usafiri wa anga kati ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Yemen inayodhibitiwa na Houthi na shirika la Mahan Air la Iran. Baadaye ndege nyingine ya Mahan ilifanikiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Hodeida baada ya njia za kutua katika uwanja wa ndege wa Sanaa kuharibiwa na mashambulizi ya mabomu. Ndege hiyo ilibaki kwa muda mfupi kabla ya kurejea Tehran, jambo ambalo linaonyesha ugumu wa kuendelea kwa safari za moja kwa moja kuelekea Sanaa kutokana na hali ya usalama. Yemen yenye makao yake makuu mjini Aden, ambayo inaungwa mkono na Saudi Arabia, imeeleza kuwa safari za Mahan Air kuelekea Sanaa zinakiuka mamlaka yake ya anga na hazitapata kibali rasmi. Kwa upande mwingine, wa Houthi wanasema kuzuia safari hizo ni kuikwaja sheria za kimataifa na ni sehemu ya mzingiro wa muda mrefu unaowaathiri mamilioni ya raia wa Yemen. Wahouthi wanadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Yemen, ikiwemo mji mkuu wa Sanaa, bandari muhimu ya Hodeida pamoja na maeneo makubwa ya pwani ya Bahari Nyekundu. Serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia inaendelea kudhibiti mji wa Aden na sehemu kubwa ya kusini mwa nchi, hali inayofanya Yemen kubaki imegawanyika kisiasa na kijeshi. Endapo Wahouthi wataanza kutekeleza kikamilifu vitisho vyao dhidi ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia, kuna uwezekano wa kuongezeka kwa operesheni za kijeshi baharini pamoja na kuimarishwa kwa ulinzi wa njia za usafirishaji na mataifa ya kanda pamoja na washirika wao wa kimataifa. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hatua hii inaweza kuongeza hatari kwa meli za kibiashara na meli za mafuta zinazopita katika eneo hilo. Katika miaka hivi karibuni, Wahouthi wameonyesha uwezo wa kutumia makombora ya masafa marefu, ndege zisizo na rubani pamoja na boti zisizo na rubani kulenga maeneo ya baharini, hali iliyowafanya waendeshaji wengi wa meli kubadili njia za usafirishaji ili kupunguza hatari. Hadi sasa Saudi Arabia hajatoa tamko rasmi kujibu tangazo la Wahouthi. Hata hivyo, wachambuzi wanaamini kuwa iwapo mzingiro huo utaanza kutekelezwa kwa vitendo dhidi ya meli ambazo zinahusishwa na Saudi Arabia, mgogoro huo unaweza kuingia katika awamu mpya ya mapambano yenye athari kubwa, si tu kwa Yemen na Saudi Arabia pekee, bali pia kwa biashara ya kimataifa, usalama wa nishati na utulivu wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.